Wewe unaweza ukatembea katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunawezaje kupata uwepo wa Bwana? Na tunawezaje kumaintain, yaani kuutunza ule uwepo wa Bwana usiondoke? Uwepo wa Bwana katika maisha ya mtu unaweza ukaondoka. Amen. Na uwepo wa Bwana katika mahali unaweza ukaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama mmoja alizaa mtoto, akamwita mtoto jina lake Ikabodi. Huyo alikuwa mtoto mwana mama wa kuhani, alikuwa ni mkwe wa Eli. Akamzaa mtoto akaita Ikabodi. Ikabodi maana yake utukufu wa Bwana umeondoka. Hatuna tena utukufu katika Israeli, kwa sababu utukufu huo umeondoka. Ulikuwa katikati yetu, sasa hatuna tena utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tunashambuliwa na magonjwa, tunashambuliwa na maadui zetu, tunashambuliwa na watu mbalimbali wanatuonea kwa sababu hatuna utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unapokuwa na utukufu wa Mungu ni ulinzi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kuonewa. Amen. Hauwezi kuonewa kwa sababu utukufu wa Mungu unakuzingira. Tunamwona Ayubu alizingirwa na utukufu wa Mungu mpaka Mungu alipomruhusu shetani, nenda kamgusa, na shetani akapata ridhaa. Lakini kama Mungu asingemruhusu amguse Ayubu, shetani asingeweza kumgusa kwa namna yoyote, isipokuwa Mungu tu aliruhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe kuna mahali fulani ambapo unapita ni kwa sababu Mungu amefanyaje? Ameruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tu ameruhusu. Na kama Mungu ameruhusu ni kwa kitambo kidogo, sio kwa maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa Bwana katika maisha ya mtu, tunawezaje kupata au tunawezaje kuwa na uwepo wa Mungu katika maisha yetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza, jambo la kwanza, kupitia Roho Mtakatifu. Through the Holy Spirit. Kupitia Roho Mtakatifu tunaweza kupata uwepo wa Bwana, kwa sababu Biblia inasema hivi, mtu akiniamini mimi na Baba tutakuja kwake, tutafanya makao ndani yake. Haleluya. Yaani unapomwamini Yesu, unapookoka, hiyo ni saini ya kwanza kwamba upo katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mtu anapompokea Yesu anasema ninamkataa shetani, ninamkubali Bwana. Mnapoanza kuomba kwa habari yake, kwa ajili yake kumpokea Yesu Kristo kwa sala ile ya toba, unashangaa majini yanalipuka, mapepo yanalipuka, kinyamkela vinaondoka na yule mtu anafunguliwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu huyo anayekuja Yesu Kristo ni mtawala. Anapokuja kila kitu kiovu kinafanyaje? Kinaondoka. Haleluya. Na yule mtu anabaki kuwa mtupu na Yesu anaingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa Mungu hauchangamani na ufalme wa giza hata siku moja. Ufalme wa Mungu hauchangamani na ufalme wa giza. Ufalme wa giza, ukiona ufalme wa Mungu unakuja, ufalme wa giza una surrender. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu akae mahali ambapo kuna dhambi. Mungu akae mahali ambapo ni pachafu. Roho Mtakatifu anakaa mahali ambapo pako safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaposema nimeokoka, mtu anaposema kwamba ninampokea Yesu, ninamkaribisha Yesu katika maisha yangu, kama kuna vinyamkela, nguvu zozote za giza na mapepo na majini, vyote vinaondoka. Haleluya. Na vikishaondoka, ile eneo linasafishwa, linakuwa wazi, alafu Mungu anakuja kukaa ndani ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mtu anatembea katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilikuwa natoka hapa kanisani
kwenye mkesha. Wakati huo nilikuwa nakaa Tegeta. Sisi nimeshawahi kutoa ushuhuda huu